Crypto Island Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Okay, sasa tunaingia katika financial market nyingine inaitwa indices. Okay? Na indices inakuwa ni kipimo au mwakilishi wa group ya stock. Kwa hiyo hii inafanana na ile iliyopita ya stock, lakini hii inakuwa ni makampuni mengi. Kwa mfano kampuni kama Apple, kampuni kama Tesla, mfano labda na kampuni nyingine yoyote ile, mfano labda Samsung, huu ni mfano tu. Okay? Kwa wanaweza kajiunga pamoja, kila moja kwamba ina mfumo wa kuuza share zake, lakini hapa yanaunda pamoja, alafu labda yanatengeneza kitu kama kampuni moja inaitwa Apple, labda Tesla na Samsung, inaitwa ATS. Kwa hiyo wewe ukiingia sokoni unakuwa unanunua share zinazoitwa ATS. Kwa ukinunua share hii, manake makampuni haya yote haya yanakuwa yakizalisha faida. Faida ile kila baada ya miezi 6 unakuta unalipwa, unapewa kama gawio au inaita divider. Lakini pia share hii inakuwa baada ya miaka 10 sana sana, miaka 5, miaka 10, baadaye pesa zako unarudishiwa. Okay, kwa hiyo hizi stocks au indices zinakuwa na utaratibu wa kutoa divider kama tulivyoona, lakini pia baada ya miaka 10 pesa yako yote ile inarudishiwa kama ambavyo ulivyonunua ile hisa, au ndio hisa ina expire. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo. Lakini kingine ambacho cha kuelewa katika hili ni kwamba hizi types za indices, ziko type mbili za indices. Kuna type ya kwanza inaitwa stock indices, na kuna type ya pili inaitwa synthetic indices. Sasa stock indices ni aina ya stock ni kama vile halisi. Kwa hizi zinawakilisha group ya stocks halisi kwenye masoko ambayo inakuwa backed by company. Unaweza kupata capital gain kupitia shares zikipanda, lakini pia unapata divider kama gawio. Kwa hata kama utafanya CFD kwa kutumia broker, tukumbuke kwamba CFD ni broker huwa hafanyi biashara halisi, ana track tu ile bei ya hizi indices, alafu wewe unakuwa unabashiri. Lakini kiufupi ni kwamba hizi ni indices halisi. Kwa hata kama unatumia broker, manake broker huyu amechukua data kwenye indices halisi, kwa anakuwa anaendana na bei hii. Kwa hiyo kama utafanya analysis, manake unafanya uchambuzi kupitia zile indices halisi, au unafanya hapa. Ukifanya fundamental, manake inabidi uingie huku, unaingia kwamba soko limekuaje, kimetokea nini na nini. Ukifanya technical, manake unafanya hapa tu kwa huyu broker. Okay, kwa hiyo inakuwa iko kama hiyo. Kwa hiyo broker ana track data za kupanda na kushuka kutokana na mfano na pair hii S&P 100, alafu unakuwa unapata hivyo. Kwa hiyo hii inakuwa market hour. Kwa hiyo si kama labda inakuwa ina trade masaa 24 kwa siku 7, hapana. Kwa hiyo inakuwa ina masaa yake hizi indices kufanyia kazi. Nyingine zinafanya hivyo 24 kwa siku 5, nyingine kila moja na inategemea na soko jinsi linavyofunguliwa. Lakini sio kwa siku 7, sio masaa 24 kwa siku 7 kama ilivyokuwa crypto. Ila pia kingine ina medium volatility, kupanda kwake na kushuka kwake hakuna fujo, kuna kwa taratibu, lakini pia ina reflect actual marketing. Kwa stock indices, hata kama unatumia broker ana reflect ile market halisi. Lakini kuna indices nyingine zinaitwa synthetic indices. Hizi ni indices ambazo hazina uhalisia. Kwanza hazina kampuni wala nyuma yake hakuna chochote. Broker tu mwenyewe anazitengeneza kwa kutumia algorithm maalumu kabisa. Kwa hiyo hapa kunakuwa hakuna fundamentally. Unatumia tu technical kama faida, au kama ndio unarusha ndege, maana yake ndege muda wote inaanguka. Kwa hiyo inafanana kabisa na kubeti. Sijui utafanya analysis za design gani. Wapo watu wanafanya technical analysis hapa, utakuja kuangalia kwa mbele ya safari, lakini hii inakuwa inafuata algorithm ya broker mwenyewe. Kuna mambo anafanya mwenyewe, haiwi backed
nyuma yake hakuna kitu ambacho kinachoifuatiza hii synthetic indices. Mfano inatumika sana sana kwenye trade peke yake, mfano kama volatility 75 indices, na kuna boom and crash hizi hapa 100 indices. Kama unasikia kuna mtu ana trade boom and crash, anakuambia anafanya forex, manake typically huwa hafanyi forex, anafanya kitu kinachoitwa indices. Features za hizi synthetic indices zinakuwa hizi kama hizi peke yake. Kumbuka sio hizi stock indices. Synthetic indices zinafanya 24/7, masaa 27 kwa wiki, hamna soko kufungwa. Okay, lakini pia high volatility, hizi zinapanda na kushuka kwa fujo. Lakini pia suitable for short term strategy. Hii ni nzuri sana kama kwa wale wanafanya ile wanaziita scalping, kwa sababu boom unakuta market inacheza cheza, unakuta market inacheza cheza, boom inarepuka, alafu boom inashuka, inacheza cheza, boom inaenda juu. Kwa hiyo unakuta zinafanya structure kama hizi, boom and crash hizi hapa, au volatility 75, maana yake inakuwa inaenda kuonekana na utaratibu wa design kama hiyo. Kwa hiyo hizo ndio indices. Lakini kingine ambacho napaswa kufahamu, kuna kitu kinaitwa bond au tunaita fixed income market. Hizi sasa zinakuwa bondi ni nini? Bondi ni mkopo unaotolewa kwa serikali au kampuni. Kwa hiyo sasa wewe mwenye binafsi, wewe ndo huwa unakopesha, either unakopesha serikali au unakopesha kampuni binafsi. Sasa katika kukopesha huko kuna utaratibu, wao huwa wanakopesha kwa mfumo wa vifurushi. Kama uliwe kusikia kuna vitu vinaitwa treasury bills na kuna treasury bond. Labda umekopesha benki kuu BOT milioni 5, kwa hiyo baada ya miezi mitatu unajikuta unapata labda milioni 5, unapata labda na 10%, labda na 500,000. Kwa hiyo hii ni treasury bills, inakuwa kwa muda mfupi, lakini treasury bond inakuwa ni kwa muda mrefu. Na hapa huwa wanatoa mpaka gawio. Kwa mfano umekopesha benki labda milioni 5 kwa muda wa miaka 10. Kila miezi 6 labda mfano. Katika kila miezi 6 wanakuwa wanakupa labda asilimia kadhaa. Unapata kama gawio na kulingana na faida inayopatikana unapata gawio. Ikishafikisha miaka 10 sasa ndio bondi yako ina expire, alafu unapewa milioni 5 zako. Kwa sababu unakuwa kama ni mtaji. Kwa real bond mwekezaji hulipwa riba kwa muda uliokubaliwa kulingana na namna alivyokubaliana. CFDs no coupon, kwa wale ambao wana trade kupitia bondi, wana trade kupitia broker. Maana yake ni kwamba kwa mfano kununua bondi hii au bondi hii, broker yeye hatoi coupon. Hii coupon inakuwa ndo fixed interest ambayo analipwa mtu baada ya kununua bondi kila baada ya miezi 6 mfano. Kwa hiyo hii ya kupewa kila mwezi au kila baada ya miezi ukipewa pesa, hii inakuwa inaitwa coupon. Sasa unapewa coupon kila baada ya miezi kadhaa, wewe ndio ukachukua hela benki. Alafu baada ya miaka 10 kuisha ndio unaenda kuchukua pesa yako ambayo uliwakopesha. Sasa kama unafanya CFD, kama unatumia broker, maana yake ni kwamba kutakuwa hakuna coupon. Wewe haulipi kila baada ya miezi 6 mfano. Wewe unachokifanya ni bei tunabashiri, bei ikipanda ikishuka wewe unapata, ndo mambo yako haya. Haya mengine unawaachia ambao wanafanya biashara halisi ya bondi zenyewe. Okay? Kwa hiyo wanakuwa katika upande wa price difference peke yake, watu wanatumia CFD. Inaitwa contract for difference ambao mabroker huwa wanaitumia. Lakini ina riski ndogo kuliko stock market. Kwa hiyo hutoa income ya uhakika kwa investor. Kwa kama kuna investor anataka kuwekeza wapate hela, nitakuja kufundisha wakati mwingine namna gani ya kuweza kununua hizi bondi. Ukishapata hela nzuri huko kwenye forex au kwenye crypto, basi unaweza ukaziwekeza huko, alafu ukawa unapata magawio yako, unatulia tu, maisha yanaendelea. Mfano government bonds na corporate bonds. Kuna mabondi za serikali ambao unakopesha serikali, lakini pia kuna bondi za mashirika binafsi. Okay? Iko hivyo. Sasa market volume ya bondi, angalia hapa, kwa siku inazunguka zaidi ya trillion dola moja mpaka trillion dola 2 kwa siku. Sasa imagine hapa ni kwa kiasi gani people that are doing business ya kufa mtu. Lakini pia bondi maarufu ni hapa inaitwa US 10Y. Hii bondi ya Marekani, serikali ya Marekani
wanatoa kwa hii 10 maana yake ni miaka 10, right? Kwa hiyo kuna hii ya US 30Y, kuna D 10Y, kuna hii ya Italy, kuna hii ya France, Ufaransa. Kwa hiyo hizi ni bondi ambazo serikali za nchi zote jamani, au mashirika binafsi au haya wanakuwa na tabia za kukopa, lakini wanakopa kisomi zaidi na vitu kama hivyo. Jinsi price bondi zinavyobadilika, interest rate zikiongezeka, bondi price inashuka. Kwa riba ikiongezeka, riba maana bondi zinashuka thamani, lakini riba zikishuka thamani, riba maana yake bondi price inapanda. Unaweza ukajiuliza kwa nini? Hapa naomba sitaki tutumie muda mrefu, lakini kuna magic behind hapa, tutakuja kujifunza wakati mwingine tutakapokuja kuzungumza mambo ya bondi huko yanakaje kaje. Usisahau tu kulike na kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata masomo kama haya, kwa sababu sifikirii masomo kama haya unawezaje kuyapata kiuhalisia kama sisi tunavyoyatoa kupitia kwako wewe na kuonesha jinsi halisi mambo, uhalisia wa mambo jinsi yalivyo. Okay, kwa hiyo ni katika mchakato wa bond. Lakini pia kuna market nyingine, financial market nyingine inaitwa commodities marketing. Sasa hii ni marketing ni kama vile za bidhaa sasa. Kwa hizi ni bidhaa halisi zinazouzwa kwenye masoko, mfano kama gold, oil, silver, coffee na bidhaa nyingine hizo nyingi, mfano kama za kilimo. Kwa hizi ni commodities. Kwa ukisikia mtu ana trade gold, ujue huyo ha trade forex, huyo ana trade gold ambayo ni commodities. Kwa hiyo inakuwa ni issue kama hiyo. Sawa? Lakini pia bei sasa hubadilika kutokana na supply na demand. Supply, uwepo wake na uhitaji wake, basi bei huwa inabadilika. Hutumika kama kinga dhidi ya mfumuko wa bei. Hizi mostly kiundani ukoje? Sitaki tupoteze muda sana, wewe elewa tu just an introduction. Kiundani zaidi itakuja kuyachambua kama soko anakuaje, unanunua wapi, na market hizi unazitolea wapi, unafanyaje hizo data nini, yote watakuja kujifunza katika video za mbeleni, lakini kwa kwanza tu tuelewe iko hiyo. Hii kingine, real marketing volume, market halisi ya hizi commodities, soko lina range kwenye 0.5 up to 1 trillion kwa siku. Kwa hiyo huku trader kwa siku. Okay? Lakini pia kwa hiyo huku trader wa CFD wakitrade movement ya bei inayotokana na soko hilo. Kwa hiyo CFD wana trade au wanabashiri movement ya bei, lakini it doesn't means kwamba labda ndo hela iko huko. Hapana. Okay, so real market ya commodity. Sasa nikitaka kutrade commodities, sitaki nitumie broker mfano. Nataka niende nikatrade mwenyewe sasa. Kuna masoko haya, kuna hii inaitwa Chicago Mercantile Exchange. Huku ndo watu wanaenda kutrade, wanapeleka sokoni. Kwa kama dhahabu nataka kupeleka kuuza, au dhahabu leo inapanda shingapi, labda kitu gani, huku ndo sokoni. Kama ilivyokuwa soko la Kariakoo au kama Zanzibar soko la Mwanakwerekwe, ndo watu wanaenda kwa ajili ya kuuza michele, kuuza dhahabu, kuuza mafuta na vitu kama hivyo. Kwa wanunuzi na wauzaji wanakuwa nakutania huko. CFD za broker, mfano kama hii gold USD, hii inaitwa gold. Hii ni pair sasa. Hizi za broker. Kuna hii inaitwa silver, XAG, na kuna hii inaitwa natural gas, nat gas. Hizi ni commodities ambazo unaweza ukatrade kupitia broker. Okay, so iko hivyo. Unaweza kutrade kupitia broker. Si kama labda ni kitu kibaya kutrade kupitia broker, kwa sababu broker ndo anakutanisha na masoko. Na huyo broker manake awe na hela kweli. Maana kuna watu wengine unakuta mtu anapata hela nyingi kwenye forex, kutoa inakuwa issue kwa sababu broker anaweza asiwe na hela. Okay? Kwa hiyo hawa mabroker wanakuwa wanafanya investment kubwa sana ya wao kuweza kupata faida. Kwa wanapata faida kulingana na movement ya soko, lakini kuna namna ambavyo huyu broker lazima asajiliwe. Kwa hiyo usije ukachukua broker ovyo ovyo tu, kwa sababu huyu broker anakuwa anakushikia hela yako. Lakini kuna soko jingine linaitwa derivative marketing. Derivative market ni mkataba unaotegemea thamani ya asset nyingine, mfano kama future contract pamoja na option. Real market hii inafanyika moja kwa moja kwenye Chicago Mercantile Exchange, au kuna Tokyo Commodities Exchange inaitwa TOCOM,
au intercontinental exchange hizi, huko ndo kwenye masoko ambayo watu wanafanya hizi mkataba, maana yake wana trade future. Kwa hiyo trader hahitaji kumiliki asset halisi. Unajua hii future jinsi ilivyo, tutakuja kuifahamisha baadaye hii derivative inakaaje. Lakini derivative ni kwamba wewe unakuwa hau own ile asset halisi. Maana yake ni kama vile unaikopa kwa mkataba. Kunakuwa na mkataba maalumu, unakuwa unakopa zile asset kwa ajili ya kwenda kuuza au kwa ajili ya kwenda kununua. Hizi zinakuwa zina maana yake. Tutakuja kujifunza zaidi kwenye trade ya future. Nadhani kwenye somo linalokuja tutakuja kujifunza mambo ya cryptocurrency kwenye future trade. Tutakuja kuangalia inafanyikaje halisi. Huo mkataba unakuwaje na mkataba wa design gani? Okay, sasa hii mikataba ikoje na inafanyikaje? Tutakuja kujifunza katika next session baada ya somo hili. Tutakuja kuona hapo baadaye. Lakini hii hutumika sana sana kwa hedging, kwa ajili ya kulinda riski au speculation. What is hedging? Hedging maana yake unakuwa una take position katika both side. Unakuwa una buy na una sell at the same time. Yes, sana sana inakuwa ni kulinda riski. Mfano kama labda umenunua gold yako, dhahabu yako, unasema isije kashuka thamani, ngoja unafanya hedging. Unakuwa na mkataba wa kununua na kuuza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo dhahabu yako unaweza ukaishikilia bila ya kupoteza thamani na kuweko ile ile. Kivipi? Utakuja kuona huko baadaye kiundani zaidi. Ina potential kubwa ya faida, lakini pia ina riski kubwa sana. Okay? Market volume yake ikoje kwa siku? Kuna volume kama wale wanaofanya real, wanaofanya ile ya kweli kabisa, kwa siku kuanzia dola 30 bilioni mpaka dola bilioni 50 volume, market volume per day. Okay, kwa hiyo inaonekana kwamba watu wanafanya. Kwa hiyo unaweza kufanya pia kupitia broker, ukafanya hizo CFD na kuendelea. Kwa hiyo hizo ni derivative. Conclusion sasa ikoje? Conclusion, financial digital market hutoa fursa nyingi za uwekezaji duniani, lakini kila market ina faida na hasara zake. Lazima ujue namna ya kufanya risk management, napataje faida, napataje hasara, ili upunguze uwezekano wa kupata hasara, ukaweka katika upande wa faida tu peke yake. Okay? Lakini pia kingine cha msingi, elimu ya fedha ni muhimu kabla ya kuanza trading au investing. Lazima ujifunze elimu ya fedha. Treasury bills zinakuaje, treasury bond zinakuaje, hizo indices zinakuaje, zinafanyaje. Kwa hiyo kuna watu wanaingia tu direct kwenye forex, market structure sio imeenda hivi kapanda hivi. Sasa hizi kwenye bond, kwenye stock ndizo ambazo zinazoamua direction ya soko liendeje. Kwa kama ukiweza kufanya fundamental vizuri, fundamental analysis ndio ambayo ina take percentage ya movement ya soko kwa zaidi ya 70%. Almost ni 100% kabisa, kwa sababu ni fundamental ikiamua soko halina namna ya kubisha, lazima lifuate. Kwa hiyo lazima uwe na elimu sahihi ya fedha, usome technical analysis, usome fundamental analysis, na ujue haya masoko ndio ambayo ni driving force ya kuamua direction ya market ende katika msingi gani. Kingine, risk management. You guys, risk management ndio msingi wa mafanikio katika masoko ya fedha. Namna gani ya kucalculate risk? Uzuri ni kwamba umepata bahati ya kujiunga na madarasa yetu, basi utapata zile elimu ambazo zinazohitajika moja kwa moja. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa tuangalie masoko haya, soko gani kubwa, soko gani dogo na vipi limekaje. Soko la kwanza kwa ukubwa ni forex. Ambalo kwa siku linazungusha zaidi ya 7.5 trillion dola. Jingine government and corporate bond kuna zaidi ya trilioni 1.2. Soko jingine ambalo kwa ukubwa ambalo linashikilia hela nyingi ni hili hapa la commodities. Hizi physical mambo ya mafuta haya, madhahabu, yanashikilia zaidi ya bilioni 500 dola mpaka trilioni 1. Okay, kwa hiyo soko jingine ni stock. Mambo ya hisa haya, sasa unanunua shares za makampuni na vitu kama hivyo, ndani yake unazunguka zaidi ya bilioni 300 dola mpaka bilioni 500. Soko jingine ni hili crypto. Volume ya day ni bilioni 100 mpaka bilioni 300.
Unaweza ukaona hii crypto ni ndogo kwa sababu ni changa, bado haijakuwa acceptable na mataifa mengi, watu wengi hawaifanyi na vitu kama hivyo. Haya ma forex ama madeni mengine haya yashahalalishwa, haya serikali amehalalisha na watu wanafanya na serikali yenyewe inafanya. Sasa hii crypto bado ni changa. Sema sasa ubaya wa crypto, inakuja kwa spidi ya kufa mtu. Kuna hizi anaziita future pamoja na real contract, mambo ya mikataba. Hizi ina marketing circulation volume per day inakuwa ni bilioni 50 mpaka bilioni 30. Kwa hiyo hii ndo rank za masoko gani ambayo yameshikilia hela nyingi kidunia. Alright, kwa hiyo ndio kumbuka masoko yako mingi, yani baadhi, right? Yes. Sasa tuangalie kuna tofauti gani kati ya crypto market na market nyingine. Sasa hapo ndio utachagua mwenyewe kwamba ipi utrade, ipi si trade, wewe mwenyewe ndio utakuwa una uchaguzi. Haya. Unajua crypto market na other traditional market. Hizi nyingine hizi ndio hizo kina bondi, kina indices, kina stoki na wengine forex, wote wanaingia huko. Crypto ndio mpya sasa inakuja. Kwanza kipengele ya kwanza, aina ya mali. Aina ya mali hapa ni kuna cryptocurrency, mfano Bitcoin, Ethereum. Hapa kuna hizi hisa, kuna bond, kuna forex, kuna commodities na mengineyo. Udhibiti, regulation kisheria hapa bado hazijadhibitiwa. Hazijakuwa na udhibiti thabiti na namna ilivyotengenezwa cryptocurrency asili yake ni kubypass, isidhibitiwe na mtu yoyote. Kwa hiyo udhibiti hauwezi kuwepo, na hata kama utakuwepo ni bado utakuwa mdogo. Okay, kwa sababu uko decentralized. Lakini huku udhibiti ni mkubwa, unasimamiwa na serikali na baadhi ya mashirika mengine. Hata kama una trade kwa broker, basi broker ndo anasimamia hela yako. Lakini pia mamlaka ya usimamizi. Hapa crypto hakuna mamlaka moja duniani, haipo. Kila mtu anajisimamia mwenyewe. Lakini hapa mamlaka kwenye forex, kwenye nini wanasimamia, ukifanya real forex wanasimamia central bank na baadhi ya financial institution. Lakini ukifanya mambo mengine anasimamia ni broker, na hawa ndo central bank na regulators, hawa ndo tunga sheria, wao ndo wanasimamia mambo kama haya. Muda wa biashara kama unafanya crypto ni siku nzima, hakuna kufungwa soko, muda wote soko linafanya kazi. Lakini hapa kuna saa maalumu za soko. Lakini teknolojia hapa inatumia teknolojia blockchain kwenye cryptocurrency. Hapa inatumia mfumo wa fedha wa kawaida ambao sisi tumeuzoea. Mpatanishi au intermediary wa katikati hapa sio lazima awe benki au broker, sio lazima, ingawa wako mabroker wanatumia Bitcoin, wana trade wanazita hizo CFD kwa wana track to pay basi, lakini hakuna ulazima wa mtu kuwa na broker hapa. Unaweza ukafanya mwenyewe, ukasema naitafute mwenye Bitcoin ilipo mwenyewe, ni miliki mwenyewe, niwe nayo mwenyewe, inawezekana. Na huku ni broker au benki, mara nyingi ni lazima broker, benki kama una trade na vitu kama mafuta sio nini, kuna watu ambao wanakushikia au madola, madhahabu, kwa kuna sehemu kama hiyo. Lakini kasi ya miamala, cryptocurrency, crypto market, miamala iko ya faster sana, lakini huku miamala wakati mwingine kwa polepole. Unapotaka kutoa pesa wakati mwingine kwa tabu, uende benki, uzunguke, ukae foleni, ufanye hivi, mashaka kweli. Lakini huku miamala ukipata tu basi pale mambo yanakuwa mazuri. Volatility, bei hubadilika. Huku kubadilika kwa bei ni kubwa, unacheza kweli, lakini huku wastani au mdogo. Upatikanaji, duniani kote inapatikana hizi crypto. Mtu akitaka Bitcoin alipo, popote alipo anafanya na anazikamata. Lakini huku mara nyingi kupitia taasisi rasmi. Dola, ukitaka nini, ukitaka paundi, ukitaka hizo goldi, au ukitaka kuona inabidi unapitia kwenye taasisi rasmi. Unaenda kwa watu, unaenda kuwaomba. Kwamba nataka kununua na vitu kama inabidi upitie masheria, au kama umepitia kwa broker inabidi uverify madude tele. Lakini huku duniani kote unaweza hata usiwe na kitambulisho wakati mwingine ukawa miliki Bitcoin yako vizuri tu, hakuna limitation. Umiliki wa mali direct kwenye crypto wallet. Huku inafanyika direct kwenye crypto wallet, na hizi wallet ziko za design mbalimbali, takuja kujifunza. Lakini hapa umiliki ni kupitia broker wa mali au kupitia bank au CFDs. Hatari, crypto ni hatari kubwa zaidi
kwa sababu hazina udhibiti. Lakini hapa ukipoteza, manake umepoteza moja kwa moja. Hata kama ukosea muamala, ukitokea labda akaunti yako umeshare zile mnemonic phrase, maneno ya siri, au kuna mtu kakuhaki simu yako, manake ukipoteza hamna mtu akwenda kumlilia. Lakini hapa kwenye hizi other traditional market ukitokea umepoteza, una uwezo wa kusema hapa mimi nife mimi au mfe nyinyi. Kuna watu unaweza ukawadai, enda ukakaa pale benki kuu, kenda ukasema siondoki hapa mpaka mnipe mali yangu niliwekeza, bondi zangu hapa. Mmechoka kuzungusha, unaweza ukalalamika kwa sababu kuna watu unaweza wana udhibiti nazo. Kwa hiyo riski hapa ni ndogo kwa sababu udhibiti upo. Hapa hakuna udhibiti, ndio maana riski inakuwa kubwa, kwa hiyo ni hatari sana. Lakini uwiano wa soko bado linaendelea kukua. Crypto market soko lake bado linaendelea kukua kwa spidi ya kufa mtu, lakini huku tayari uwiano wa soko limeshaimarika kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo huyu ni mzee, huyu bado mtoto mchanga, anakuwa taratibu, lakini anakuwa kwa spidi. Mfano Tanzania crypto exchange online, unaweza ukatafuta crypto exchange online, mfano kama hizo Binance. Binance ni centralized, ziko za decentralized, kina Trust Wallet, kina nani Exodus na wenginezo. Lakini hapa mfano wa Tanzania, ukizitaka Bitcoin inabidi utumie exchange za online, ukitaka cryptocurrency. Ukitaka kufanya direct bila kutumia hawa CFD inabidi uende Dar es Salaam Stock Exchange. Tofauti na hawa vijana hawa watoto wanaoringa na macrown na magari ya kifahari, wanasema wanafanya forex, wanapata hela. Hawa wao wanafanya CFD. Ni broker wa nje huko, kajifungia sehemu, kwa sababu wengine wamesajiliwa kisheria, wapo kwa wanafanya vizuri, lakini wengi wanakuwa ni matapeli, wanaiba. Kwa hiyo lazima uitafute broker gani anafanya CFD nzuri, ili wewe utumie simu yako tu trade upate hela na sikusumbue kwenye kutoa hela. Na hawa mara nyingi waliokuwa halali huwa hawasumbui kutoa hela kwa sababu wanasimamiwa na bodi maalum. Kwa hiyo lazima uangalie katika bodi, je, broker huyu yupo? Na vitu kama hivyo. Yes, kwa hiyo ndio tofauti baina cryptocurrency na market nyinginezo. Alright? Yeah, iko hivyo. So asante sana. Naomba ushare, kama kuna swali lolote utauliza katika comment section hapo chini, lakini kama unahitaji ushauri wetu au kama kuna swali lolote tutafute kupitia 0776446166. Unaweza ukatupata hii kwa kuuliza maswali yako, kama una ushauri au kama kuna kitu unataka kuongezea, basi tunakaribisha. Lakini ningependa nikuulize maswali haya, unaweza ukashare na mimi kwenye comment. Je, ni market ipi imekuvutia zaidi katika market ambazo tulizofundisha? Tujibu, lakini pia karibu katika magrupu yetu kwa maswali na mafunzo zaidi. Thank you for your attention. Ni mimi wako mpendwa presenter Mr. Bison. Thank you, see you katika next session. Inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.